mambo ya kuleta viatu Kenya tutakomesha. Viatu itakuwa inatengenezwa na ng'ombe ama ngozi ya ng'ombe zetu. Ama mnasemaje? Hii viatu tunanunua Italy, sijui tunanunua Marekani, sijui tunanunua Ulaya. Imetengenezwa na ngozi ya ng'ombe kama hii yetu. Nani alisema ngozi ya ng'ombe yetu haiwezi kutengeneza viatu? Ama itengeneze leather products, itengeneze leather jacket, itengeneze handbag ya kina mama. Si namna hiyo? So tumekubaliana ya kwamba hii product, na sasa tumetoa nafasi hapa just neighboring yenu hapa juu. Hapa Naivasha tumetoa nafasi kubwa ya leather industry. Tutaleta makampuni zile ziko kule Italy, tulete kampuni kutoka Turkey wakuje hapa, ile viatu wanatuuzia huko wakuja watengeneze hapa. Ama mnasemaje watu wa Narok? Si tutumie ngozi yetu jameni kutengeneza mali ya Kenya. Hata nguo ya watoto wetu, viatu ya watoto wetu kwenda shule lazima itolewe China. Bana, hiyo story tawacha. Watoto wetu wataenda shuleni wakivaa viatu ya ngozi yetu ya ng'ombe yetu, na hiyo imetengenezwa na vijana wa taifa letu la Kenya. Nimeona kina mama hapa wa Masai wanafanya kazi kwa factory, hata hawajasoma sana lakini wanajua ngozi inakaa namna gani. Si namna hiyo? Na tuko na vijana hapa nimeona wameanza kushona viatu. That is what we want. Kuhakikisha ya kwamba tunaongeza dhamana, value addition ya ngozi yetu, ya maziwa yetu, ya nyama yetu, ndio tuweze kupata pesa zaidi. Tuseme ile pesa mfukoni ifikie wakulima na wafugaji kwa muda ambao unafaa.